Kwa mwanao mama tuombe, sala zetu Mama Maria. Kwa mwanao. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule mitume walimwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mngeuambia mkuyu huyu, ng'oka kapandikizwe baharini, nao ungewatii. Nani kati yenu mwenye mtumishi wa kulima au kuchunga ng'ombe atamwambia anaporudi kutoka shambani, njoo uketi ule chakula? Je, utamwambia niandalie chakula, jifunge kanzu, nitumikie mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo utakula na kunywa wewe? Je, atamshukuru mtumishi kwa sababu amefanya aliyoamriwa? Nanyi pia mkishafanya yote mlioamriwa, semeni, sisi ni watumishi wasio na faida. Tumefanya tu tuliyopaswa kufanya. Injili ya Bwana. Ndugu zangu, nawakaribisheni kwenye tafakari ya siku ya leo. Katika kijiji kimoja, baada ya watu kushuhudia ukame kwa muda mrefu, waliamua kuanza novena ama sala ya kipekee kuombea mvua. Na ikawa ya kwamba siku ilipowadia ya kuweza kumalizia novena yao, padri aliwauliza Wakristo waje wamejitayarisha kwa ajili ya hiyo siku. Walifika jinsi ambavyo walizoea kuja kanisani. Ni kijana mmoja tu ambaye alikuja na mwamvuli. Baadaye padri akawapa changamoto wa Kristo na kuwauliza, tumekuwa tukiombea mvua, na leo tulipokuwa tunatamatisha, nidhani ya kwamba mtajihami kwa mwamvuli, ishara ya kwamba siku ya leo tunatoka hapa na matumaini makubwa kuwa kutanyesha, na tunaporudi manyumbani tutatumia mwamvuli ambao kila mmoja wetu alikuwa amebeba. Ni kijana tu aliyekuwa na imani ya kwamba jambo hili litatendeka. Leo tunamsikia nabii Habakuku anavyowasilisha ombi lake kwa Mungu ya kwamba Bwana,
nikusihi hata wakati gani, nawe hutaki kusikiliza. Nitalia udhalimu, wala hutaki kuokoa. Kwa nini unanifanyizia nione uovu? Unanishurutisha kuangalia taabu. Unyang'anyi na ujeuri ni mbele yangu, ugomvi na mabishano yametokea. Tujiweke katika viatu vya nabii Habakuku, huyu ambaye alitabiri wakati ambapo Wababiloni walikuwa wamejihami vilivyo kuweza kushambulia ufalme wa Yuda ama ufalme wa kusini. Na kwa kweli walipiga hatua wakandamiza Wayahudi na kuendelea kuingia katika taifa lao. Na haya ndiyo ambayo Habakuku anayashuhudia wana wa Israeli wanapopitia magumu na mateso mikononi mwa watesi wao. Na licha ya kwamba amemulilia Mwenyezi Mungu, bado anaona ya kwamba Mwenyezi Mungu anakawia ili kuweza kuokoa taifa lake. Lakini tunakumbushwa kwamba Mwenyezi Mungu hachelewi, na Mungu anafika wakati unaofaa. Pengine hata kwako na kwangu tumejipata katika hali hii ya nabii Habakuku. Tunaposhindwa ni kwa nini tuyapitie mateso tunayoyapitia, licha ya kuweka imani yetu kwake Mungu Mwenyezi. Tumekuwa waaminifu, tumetenda katika karibu kila jambo linalotakiwa kwetu na Mwenyezi Mungu, lakini bado tunaona maovu yanazidi kushamiri katika ulimwengu tunaoishi. Licha ya bidii yako na bidii yangu, hatuoni mazao ya kazi tunazozifanya. Watu ambao pengine hawajishughulishi na wale ambao wameweka mikakati tofauti sana na ambao wewe na mimi tumeweka, ndio hawa ambao tunaona ya kwamba wanafaulu maishani. Na hivyo wakati mwingine tunajipata ni kama tunafika mwisho wetu. Lakini leo tunakumbushwa ya kwamba imani ina mambo matatu: matumaini, utendaji na pia subira ama uvumilivu. Hakuna vile ambavyo tunaweza tukaelezea imani tuliyo nayo kama wewe na mimi hatutakuwa na matumaini ya yale mambo tunayoyafanya. Twaja kanisani ili tupate kuboresha imani hiyo. Tuna matumaini ya kwamba tukiishi kadri ya mapenzi yake Mungu Mwenyezi, siku moja tutamuona Mungu na tutaishi na Mungu milele yote. Kumbukeni maneno ambayo aliyasema Yesu Kristo:
Baba, hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yote yule ambaye Mwana apenda kumfunulia. Hakuna mtu ambaye amekutana na Mungu katika barabara tunazozipitia, lakini ni kwa imani wewe na mimi tuamini ya kwamba kuna maisha mengine baada ya maisha ya hapa duniani, na ili tuweze kuendelea kukuza hiyo mbegu ambayo Mwenyezi Mungu aliweka ndani yetu, basi kuna ile mikakati ambayo tunapaswa kuiweka kuone ya kwamba imani yetu haidorori, imani yetu haisabaratiki, imani yetu haipungui, bali imani hiyo yazidi kukua siku kwa siku, ili tuweze kuendelea kumtumainia huyo ambaye ametuahidia maisha yasiyo na maombolezo, maisha yasiyo na huzuni, maisha yasiyo na kilio katika ufalme wa mbinguni. Hivyo hata tunaposikia Paulo akimshauri Timotheo na kumwambia kwamba mpendwa, ninakukumbusha uyamshe neema ya Mungu iliyomo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu, kwa maana Mungu hakukupelekea roho ya woga, bali roho wa nguvu na wa upendo na wa kushika kiasi. Ndipo basi msomi mmoja akatumia maneno haya mawili, fear and faith, as acronyms. Na alipokuwa anatafakari kuhusu uoga ama fear as an acronym, alisema kwamba fear as an acronym stands for false evidence appearing real. False evidence appearing real. Mbali alipotazama imani akasema kwamba forward all issues to God. So every other time, because of the faith we have, hiyo imani inatuambia kwamba tuweze kuwasilisha chochote kile tulicho nacho kwake Mungu Mwenyezi, na tuamini ya kwamba tunapopeleka chochote kile kilicho ndani ya nyoyo zetu kwake Mungu Mwenyezi, Mungu ataweza kututimizia. So faith is to forward all issues to God. We have a lot that we can't present to God. Hivi kwamba tunapotoa msamaha, tuamini ya kwamba tunatoa msamaha kwa sababu tuna imani na tumehimizwa ya kwamba tusipowasamehe ndugu zetu, hata sisi hatutaweza kusamehewa. Hivyo tuone ya kwamba tusipowapenda wenzetu ni kumaanisha kwamba imani tulionayo na tunaposema kwamba Mungu ni upendo, tunashindwa kutimiza hilo tunaloamini. Mungu alimtuma mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivyo tuone ya kwamba, ndugu zangu, lazima tuimarishe imani yetu, hivi kwamba tunajua baada ya maisha ya hapa duniani tukiishi kuambatana na taratibu zake Mungu Mwenyezi, tutashirikishwa maisha ya uzima wa milele. Na hii iliweza kunikumbusha kuhusu huyu mtu ambaye tuambiwa kwamba the story is told of a man who fell off a mountain cliff. Halfway down the cliff, he succeeded in grabbing the branch of a tree. Ni mtu ambaye aliteleza na kawa ameanguka, iwashuka kama jiwe kutoka juu ya mlima kuelekea chini, na katikati ya anguko lile aliweza kushikilia mti.
Na baada ya kushika mti, baadaye tunaambiwa kwamba yeye alikuwa amening'inia hivi kwamba angeachilia, pengine hata angeanguka vibaya sana. Na hivyo akawaza nini atakachokifanya. Na tuambiwa ya kwamba alitazama juu kama ambavyo tunatazama tukiwa na imani, na akasema, kama kuna mtu huko juu anayenisikiliza, tafadhali ninaomba uweze kuniokoa. Na kweli sauti ikarudisha ikasema, yupo. Akamuuliza, una imani? Na jamaa akasema, ndio. Basi kama una imani na unataka nikuokoe, achilia hilo jani ama mti ambao umeushikilia, nami nitakuokoa. Na akauliza, una jambo lingine la kusema ama tu ni mimi niachilie hili jani? Na akaambiwa kwamba, nimekuuliza kama una imani. Kama una imani, ninakuomba uweze kuachilia, na ukisha achilia basi nitakuokoa. Yule jamaa akasema, kama kuna mtu mwingine huko, tafadhali anisaidie. Hivi kwamba kwake yeye hakuwa tayari kuweza kuachilia hilo ambalo alikuwa ameshikilia. Na ndugu zangu, tunajipata katika hali ya huyu mtu. Tunataka ndiyo kumfuata Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tunataka kuonyesha tuna imani kwa Mungu katika maisha yetu, lakini bado kuna yale matawi ambayo tumeyashikilia, hatutaki kuyaachilia ili tuweze kujiachilia mikononi mwake Mungu Mwenyezi. Wana wa Israeli tumesikia jinsi ambavyo Habakuku vile anavyoelezea, lakini Mungu anatoa jawabu na kusema kwamba andika maono, uyachore wazi katika vibao, ili mtu apate kuyasoma upesi, kwani maono haya yatatimia wakati uliowekwa. Licha ya kwamba mnapitia hizi shida zote, lakini tukumbuke ya kwamba hizo shida, matatizo yale na jinsi ambavyo tunavyoteseka na changamoto tunazokumbana nazo, hizo hazina neno la mwisho, bali neno la mwisho ina Mungu. Hata wakati ambapo tunapitia magumu ya namna gani, ndugu zangu, ni kwako na kwangu kuweza kuimarisha imani yetu kwake Mungu Mwenyezi. Na maisha ya watakatifu yametufunza mengi. Jana tulikuwa tunamwadhimisha Mtakatifu Francisco wa Asisi, na jambo moja ambalo huyu mtakatifu aliweza kufanya ni kwamba wanyama wa porini na viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba alivitambua kama ndugu zake. So he was addressing even the animals, the insects, the birds of the air as his brothers and sisters. And something that was so surprising ni kumwona huyu mtakatifu akihubiria wanyama, na wanyama wakisikiliza na kutikisa vichwa. So there is nothing that this faith cannot do, as long as we have that unflinching faith that cannot be deflected in any way. Kama huyu mtakatifu aliweza kuhubiria wanyama na wanyama wakawa wakitikisa vichwa, ndugu zangu, nini ambacho hakiwezekani? Kumaanisha kwamba imani tunapokuwa nayo ni lazima tuweze kuiweka katika zoezi, na ndipo tumesema kwamba faith stands for what? As an acronym, ni kusema kwamba forward all issues to heaven, because we believe God is in heaven. Every other time we call upon his name, we know that God is listening to us. Let us not follow the issues of fear, kwa sababu uoga umetufanya
tusiweze kuishi imani yetu, na mara nyingi kwetu ni kuona ya kwamba ni kana kwamba Mungu ametuacha. Haya mawaidha ambayo Paulo anayatoa akiwa gerezani, ya kwamba Mungu hakutupa roho wa uoga, bali alitupa roho wa ushupavu, tuweze kusimama imara na tuweze kupitia mambo tunayoyapitia duniani humu kwa ajili yake Mungu Mwenyezi. Ndipo anamwambia, basi usione aibu kumshuhudia Bwana wetu, wala usione aibu kwa sababu yangu mimi niliye mfungwa wake. Ndiyo, nimewekwa gerezani, lakini nimewekwa gerezani kwa sababu ya ukweli ambao nimekuwa nikiushuhudia, na hakuna jambo lolote ambalo litanizuia nisiweze kuendelea kutangaza ujumbe huu wa kweli. Hata kama nitaumia, ninajua kwamba mwisho wa yote Mwenyezi Mungu atanirehemu na kunijalia maisha ya uzima wa milele. Hivyo ndugu zangu, tunaposikia hata katika injili yetu siku hii ya leo, hawa wanafunzi ama mitume wake Yesu Kristo wakisema kwamba tuongezee imani, mwanzo ni kusema kwamba tunakubaliana wana imani, kwa sababu kuongezewa ni tofauti na kutokuwa na chochote. Hivyo tunaona ya kwamba imani, when we talk of the three supernatural gifts that are freely given to us by God, those three supernatural gifts that God has already infused in any human person is faith, hope and love. Mungu amemjalia kila mmoja wetu imani, matumaini na upendo. Na kwa hivyo, kwa sababu ni vipaji ambavyo Mungu ametupa, Mwenyezi Mungu anaendelea kukuza hicho kilicho ndani yetu wakati ambapo tunashirikiana naye. Tunapoambiwa kwamba mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mbegu ndogo, mngeuambia mkuyu huyu ng'oka kapandikizwe baharini, nao ungewatii. You know, we should not take things literally. I remember this guy, huyu mtu ambaye alikuwa ni mwanajeshi, na kabla ya kuanza siku, yeye mwenyewe alijituma katika hali ya sala, na alimuita Mungu kutoka ndani ya moyo wake, na aliamini ya kwamba Mungu atamsikiliza. Na basi kukawa na wenzake ambao walimkejeli na hata walikuwa wakimchezea na kumpuuza ama kupuuza lile jambo ambalo alikuwa kitenda, hivi kwamba hata wakawa wanamshtaki kwa mkubwa wao na kusema kwamba huyu mtu anajifanya kwamba ndiye tu askari ambaye anamjua Mungu. Na mkubwa wake, kwa sababu alikuwa ni kafiri, siku moja alikuja na akamwambia kwamba kama kweli huyo Mungu wako anaishi, shika funguo hizi. Akampa funguo na akamwambia, nenda ugurumishe ile lori na uilete hapa. Huyu ndugu hakujua hata kupeleka gari, lakini akaambiwa kwamba nenda. Na jamaa akachukua funguo, akaingia ndani ya ile lori, na alipoketi pale akaambia Mungu, Mungu, jua kwamba sio mimi ninayejaribiwa, anayejaribiwa ni wewe. Jidhihirishie hawa watu ya kwamba una nguvu na una uwezo. Na baada ya kusema sala, akaweka funguo na akagurumisha gari, na baadaye akaendesha ile gari mpaka mahala ambapo wakubwa wake walikuwepo. Na alipofika na kuzima ile gari, alikuta wale wakubwa wake wanadondokwa na majonzi,
wasiamini kile walichoshuhudia. Na ndipo walifungua bonnet, na baada ya kufungua bonnet, ile lori haikuwa hata na engine, na wakauliza imewezaje kuguruma? Na wakasema huyo Mungu unayemwamini, huyo ndiye Mungu ambaye tunataka kumtumikia. Tunakumbuka pia wakati wa Abednego, Meshach na Shadrach walipoteremshwa katika shimo ambalo lilikuwa na nini? Hamjambo? Wale ambao walikuwa wafanyiwe nini? Wachomwe. Na tunasikia kwamba walipoenda kutazama, waliona kuna mtu wa nne ambaye hakuwepo. Hawa watu bado walikuwa imara, na hili ni jambo ambalo lilimshangaza mfalme sana, na akasema kwamba huyo Mungu wenu mnayemwamini, huyo ndiye ninayetaka kumfuata. Kumaanisha kwamba, ndugu zangu, we can also be in a position to change even our country as much as we are able to live our faith. Why do we fail to change such a country? It is because, my dear brothers and sisters, we are people who maybe have no faith. Hatuna imani. Kazi yetu ndiyo tunaomba, lakini hatuoni matokeo ya sala zetu. Ni kama huyu mwalimu ambaye alikuwa anadunisha maandiko matakatifu, na akiwa darasani akauliza ya kwamba ni nani yule anayeamini ya kwamba Yona alimezwa na ule samaki mnene. Na kasichana kakainua mkono kakasema kwamba mimi ninaamini. Na basi akamuuliza, kama unaamini, ni nani aliyekusaidia kuamini mambo haya? Na akasema kwamba mama yangu mzazi amenifundisha na ameniambia mambo haya mara kwa mara, jinsi ambavyo tunapaswa kuamini kila neno ambalo limo katika Biblia. Yule mwalimu akacheka, akauliza yule mtoto, ukakuta huyo Yona, nini ambacho utafanya? Na mtoto akasema, nikimpata mbinguni nitamuuliza anidhibitishie kama kweli alikuwa amemezwa na yule samaki mnene. Kaambiwa, hiyo ni mzuri. Na ukakuta hayuko huko, ako motoni, utafanya nini? Kaambia, hiyo ninakuachia umuulize ukiwa huko motoni. Sababu huyu mtoto hakuamini ya kwamba anaweza elekea hiyo barabara kama kweli anamwamini Mungu. Leo sisi tukaulizwa, nani ambao wanaofikiria kulingana na maisha ambayo tumekuwa tukiishi, imani tulio nao kwake Mungu Mwenyezi, ni nani anayedhania hataweza kumuona Mungu? You know, it is easier to lift a hand, isn't it? Ni rahisi wewe na mimi kuinua mkono, kwa sababu imani yetu inatuelekezea wapi? Ni wangapi ambao licha ya kwamba tunakuja katika kanisa hili, ndugu zangu, bado kuna watu walio na mashaka na matatizo na baadhi ya mambo ambayo tunayafanya katika hili kanisa. Niliwaambia yale mambo ambayo niliyaona kwa social media, wakati ambapo sisi wa Katoliki tunakuja ili kutoa heshima zetu kwa Yesu msulubiwa. You know, we don't worship that idol. No. But the moment we come to worship God during that D-Day, the Good Friday, tunakumbuka yale mateso ambayo Yesu Kristo aliweza kuyapitia. Tazama imani ya mama Bikira Maria. Yeye aliyekubali ya kwamba mimi ni mjakazi wa Bwana na nitendewe kama ulivyonena.
hakusema tu hayo maneno, bali aliandamana na mwanawe kwa ajili ya imani aliyokuwa nayo, hivi kwamba hata aliweza kusimama chini ya mti wa msalaba. Imani ya Mama Bikira Maria, that she could not be moved by anything in order to get out of the way of our Lord Jesus Christ. He stood to accompany our Lord Jesus Christ to the end, and she had a strong belief that truly this is the Son of God. Hakuwa na shaka. Tazama Ibrahimu, baba wa imani, alipoambiwa atoke katika nchi ile aliyozoea kuelekea katika nchi atakayoelekezwa na Mungu, alienda kwa imani. Ndugu zangu, imani yetu inatupeleka wapi? Ni imani ambayo inaweza tupeleka mbinguni ama pana. Nataka kumalizia na kusema hili jambo, that an old man, very rich and without heirs, organized a banquet at his mansion estate. Ni huyu mtu tajiri ambaye aliweza kutengeneza mankuli katika nyumba yake, na baada aliwaita watu na akawaambia kwamba sijawaitia tu mankuli, bali nimewaitia zawadi. Na mbele yao aliweka Biblia na akaweka pesa. Na baada ya kufanya hivyo akawaambia kwamba chakula kipo, mle mshibe, lakini mtu aje na achague kile ambacho anataka. Kwa hivyo kulikuwa na pesa na kuna nini? Kuna Biblia. Jamaa wa kwanza ambaye alikuja alikuwa ni mtu wa shamba, na baada ya kuja akasema kwamba, "Sir, I'm very grateful for the banquet and for the gift, but this retro book, kitabu hiki kidogo, would be useless to me. Hakitakuwa na faida kwangu." So referring to the Bible as a very useless book will be of no use to him. Ni vile tunanunua Biblia na tunajua kwa tumewekelea, lakini hatusomi. Kununua ni rahisi, kusoma inakuwa ni matanga. Lakini kukaa kwa Facebook, utakaa kwa Facebook karibu siku yote. Every other opportunity you get, Facebook. Every other opportunity you get, ndio wewe kwa messages. Lakini ile Biblia kuichukua kusoma inakuwa ni matanga. Ndio utakuta ya kwamba pengine wakati ambapo kuna misa kwako, ndio unaanza kuuliza Biblia tuliweka wapi. So huyu naye alipuuza na akasema kitabu hiki hakina maana kwangu. Obviously I choose the money. Na jamaa akapatiwa pesa na akaenda zake. Jamaa wa pili alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kitunza maua kule kwake, na akasema kwamba, "With all due respect, do you think I am foolish?" Wadhani ya kwamba mimi ni mpumbavu. I am a smart man. Mimi ni mtu ambaye amechanuka, na kwa hivyo nachagua pesa. Jamaa wa tatu alikuwa ni mpishi, ni Aurelia wa huko. Huyu mpishi naye akaja, akatazama akasema, "Sir, I love reading gossip magazines." Unaona watu wameshenee mdomo. Mtu anaweza endelea na udaku karibu siku yote. Hizo akasema, "Mimi hupenda ule udaku ambao umeandikwa na watu, niweze kusoma ama kusikiliza ule udaku ambao unasambazwa na watu." Lakini hii Biblia kama ingekuwa na udaku, mimi ningeichagua. Lakini kwa sababu haina udaku, sina haja nayo, mimi nimechagua pesa. Ushaichagua kuangalia mpira wa Manchester United na Sunderland, wakati ambapo unajua unapaswa kuja maungamo? Sema, "Mungu elewa tu,
Jana nilishuhudia mafadha wawili kwa nyumba. Wakati ambapo Chelsea ilifunga Liverpool bao la pili, waliruka, hata yule watchman alikuwa amefikiria tumeshambuliwa. Akaja kuuliza kuna shida? Tukamwambia hapana, ni kushangilia bao. Na wote wawili walikuwa wamesimama na wameruka wakisalimiana, wakisema angalau leo tumepanguzwa majonzi. Nikasema enyewe tungekuwa tunarukia Yesu hivi, hakuna mtu angeenda kwa shetani. Hakuna. Kwa sababu hungedhani, sitaki kusema walikuwa kina nani, lakini hakuna mtu ambaye unaweza sema ati ni mwembamba hapo. Wote walikuwa wameruka juu. Nikaketi nikajiambia, enyewe kama ningekuwa shabiki wa hii timu hata mimi ningeruka, lakini wacha nifurahi pamoja nao. Kwa sababu furahi na wanaofanya nini? Wanaofurahi. Na nikawaambia pongezi, kwa sababu baada ya kipenga pulizi wa kwanza mpira, dakika 2 hivi mpira ukamalizika, na wakasema angalau Mungu leo ametukumbuka. Nikamuuliza, yani Mungu huwa hakumbuki? Umekuaje uhai kama Mungu akukumbuki? Akasema nawe Father unaanza kuleta sasa tena nini hapa? Tulikuwa tunazungumzia mpira. Nikasema ni sawa, lakini hata wakati ambapo mmeshindwa bado Mungu anawakumbuka, kwa sababu anawaambia imarisheni timu ili muweze kucheza vizuri na muweze kushinda. Hivyo furaha hiyo ndio furaha ambayo tunapaswa kuitazamia katika maisha ya uzima wa milele. Utakapoambiwa kwamba kaka, dada, njoo kwa sababu uliweza kuniwakilisha vizuri katika ufalme wa kule duniani, hivyo njoo na utulie, ufurahi pamoja nami. Hiyo ndiyo furaha ambayo itakuwa na kila mmoja wetu. Jamaa wa 4 ambaye alikuja, huyu ndugu, tunaambiwa kwamba hata hakupewa nafasi ya kuchagua, kwa sababu yule tajiri alielewa ametoka katika mazingira ya umaskini, na akamwambia wewe, hata sihitaji kukuuliza, ninajua kwamba hata wewe utataka pesa, na hivyo shika pesa, wewe ujisaidie na usaidie familia yako maskini. This young man ni yule ambaye alikuwa anatunza mifugo katika boma la yule tajiri, na akaweza kusema hivi, it is true this money would help my family a lot, but ever since I was a child, my mother taught me that the word of God is a lamp to our feet and a light to our path. Ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na ni mwangaza wa barabara ya imani. So the temptation to take the money is great. Ndio kuna hiyo hoja ya kutaka kuchukua hizi pesa, lakini mimi ninachagua, nataka Biblia. Hizi pesa ndio tutakuja kuziacha, lakini neno la Mungu litaishi milele yote. Na akasema nimechagua Biblia. Alipofungua ile Biblia, kulikuwa na bahasha 2. Bahasha moja ilikuwa na pesa mara 10 zaidi ya zile wale walichagua na wakapewa. Bahasha ya pili alipoifungua, alikuta kuna will. Huyu tajiri alikuwa amejigawa. Yule atakayechukua Biblia atakapoiaga dunia, huyo ndiye mtu ambaye ataweza kumrithi baada ya kufa kwake. Kwa hivyo nani alikuwa mrithi? Ni kijana maskini aliyechagua Biblia, na baadaye akayasoma maandiko na akasema kwamba kila mmoja amwaminie Mungu hatapotea, bali Mungu atampa kitulizo cha milele yote. Ndugu zangu, siku ya leo hata sisi tunapewa changamoto ya aina hiyo. Nini tunachochagua katika maisha yetu? Imani yetu ndiyo ipo, lakini ni lazima tuweke imani hiyo katika zoezi
na ndipo tunasoma katika barua ya Mtakatifu Yakobo mlango wa 2, kama sikosei, aya ya 26, tunapoambiwa kwamba imani bila matendo imekufa, lakini imani iliyo na matendo ni imani hai. Kwa sababu hivyo tu ndivyo tunavyoweza kuelezea imani. Ni lazima tuweze kuwa na uvumilivu. Pasipo uvumilivu, ndugu zangu, hii safari itakuwa ni ngumu sana. Lakini wewe na mimi tunapovumilia hadi mwisho, tuambiwa kwamba atakayeokoka ni yule atakayevumilia hadi mwisho. Na ndipo somo la pili tumeambiwa kwamba amana nzuri hiyo uitunze kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Kwa hivyo tutatunza hii imani tuliyo nayo kwa msaada wa Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Tusimame imara, ndugu zangu, tupate kuhesabiwa. Na ndipo hata katika somo la kwanza tumemalizia na kusema kwamba mtu mwovu atakuwa na roho yenye kupotoka, lakini mtu mnyofu ataishi kwa imani yake. Tusipotoke katika barabara ya imani, bali tuweze kuwa wanyofu ili tuweze kuishi katika imani ya kweli, tukijua kwamba licha ya matatizo, majaribu tunayoyapitia, haya mambo yote ni ngazi ambayo tumeandaliwa ya kuweza kutufikisha mahala pazuri alipo Mungu Mwenyezi, ambaye ndiye tegemeo la kila mmoja wetu. Tumtegemee Mungu na tuweze kumshirikisha maisha yetu, ili imani yetu isije ikadorora, bali ipate kuimarika na kutusaidia mwisho wa yote kumuona baada ya kuyavumilia mengi katika ulimwengu huu, tukiwa na matarajio ya kwamba Mungu atatutuliza tutakapofika katika ufalme wake wa mbinguni. Mungu azidi kuwabariki, tukutane mbinguni.